Ferrous sulfate na folic acid ni dawa mbili zinazotumiwa mara nyingi pamoja kutibu upungufu wa damu unaosababishwa na upungufu wa madini ya chuma na folic acid. Upungufu huu unasababishwa na hali ambapo damu inakuwa haina seli nyekundu za kutosha au hemoglobin ya kutosha kubeba oksijeni mwilini. Unaweza kujiuliza hemoglobin ni nini? Hemoglobin ni protini muhimu inayosaidia kusafisha oksijeni kwenye damu. Wakati damu haina oksijeni ya kutosha, mtu anaweza kuhisi uchovu, udhaifu na dalili zingine za upungufu wa damu, yani anemia. Ferrous sulfate husaidia kuongeza kiwango cha madini ya chuma mwilini, ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa hemoglobin. Bila madini ya chuma ya kutosha, mwili hauwezi kutengeneza seli nyekundu za damu kwa kiwango cha kutosha, hivyo kusababisha upungufu wa damu. Folic acid ni aina ya vitamini B9 muhimu kwa uzalishaji wa seli mpya za mwili, hasa seli nyekundu za damu. Upungufu wa folic acid unaweza pia kusababisha aina ya anemia, ambapo seli nyekundu za damu zinazozalishwa ni kubwa lakini hazifanyi kazi ipasavyo. Kwa pamoja, dawa hizi mbili hurejesha viwango vya madini ya chuma na folic acid mwilini. Pia husaidia kuboresha uzalishaji wa seli nyekundu za damu na hivyo kuongeza uwezo wa damu kubeba oksijeni na kuzuia dalili za uchovu na udhaifu zinazotokana na anemia. Matumizi ya dawa hii. Mchanganyiko wa ferrous sulfate na folic acid mara nyingi hutolewa kwa watu walio na upungufu wa damu unaotokana na upungufu wa madini ya chuma au folic, wanawake wajawazito, ili kuzuia anemia na kusaidia ukuaji wa mtoto vizuri, na wagonjwa wanaopoteza damu kwa muda mrefu. Dawa hizi hufanya kazi vipi? Ferrous sulfate husaidia kuongeza kiwango cha madini ya chuma mwilini na hivyo kuimarisha utengenezaji wa hemoglobin. Folic acid husaidia mwili kutengeneza seli nyekundu za damu. Madhara au side effect ya dawa hii. Kama ilivyo kwa dawa zingine, dawa hii pia inaweza kusababisha madhara, lakini sio wote wanaoweza kupata madhara hayo. Baadhi ya madhara hayo ni pamoja na kutapika au kichefuchefu, maumivu ya tumbo, kukosa choo au kuharisha, kubadilika kwa rangi ya kinyesi kuwa kijani au cheusi. Hii ni kawaida kutokana na ferrous sulfate. Tahadhari: ni muhimu kutumia dawa hizi kama ilivyoelekezwa na daktari, hasa kwa wanawake wajawazito au wanaonyonyesha. Epuka kutumia dawa hii na baadhi ya vyakula kama kahawa, kwani vinaweza kupunguza ufanisi wa dawa hii kunyonywa mwilini, hasa kwa madini ya chuma. Kama una maswali zaidi au unahitaji ushauri wa ziada, unaweza kuwasiliana na Dr. Rafiki. Lakini hakikisha umesubscribe channel yetu ya Dr. Rafiki ili wa kwanza kupata masomo ya afya tunayoweka kila siku. Hadi wakati mwingine, nikutakie afya njema.